Naam, wanakuwa Mwafrika, karibuni tena katika chaneli yetu hii. Tunajadiliana mambo mengi sana ya husuyo bara letu hili la Afrika, na asanteni sana kwa kuendelea kutufuatilia hapa katika chaneli hii ya Ukuu wa Mwafrika. Na sasa tuko kwa adui namba moja wa Afrika ambaye ni General Michael Langley, ambaye katika kauli yake aliyokuwa ameitoa basi ikapelekea maandamano katika bara zima la Afrika, lakini na maeneo mengine kama huko Caribbean, maeneo mengine kama Marekani, lakini diasporas wanaoishi huko London, Uingereza, huko maeneo ya Brussels. Na katika maandamano haya kupitia hiyo kauli mpaka wazungu pia baadhi waliandamana, kwa sababu sio wazungu wote wanachuki na Afrika, ni baadhi tu wale ambao wako kwenye mifumo ya ukoloni tangu kipindi hicho, na leo hii imebadilika kuwa neo-colonialism. Sasa kwa habari ni kuwa general huyu atakuwa replaced na general mwingine, kwa sababu Michael Langley anajulikana kama a black general, a four-star black general wa US Marine, ambaye sasa ni general wa nyota 4, lakini yeye alikuwa ni mkuu wa inajulikana kama USA African Command. Manake vituo vya kijeshi ambavyo wamevileta huko Afrika, wakisema ni ushirikiano wa kijeshi kati ya Marekani na mataifa ya Afrika katika kukabiliana na ugaidi, jambo ambalo ugaidi baada ya wao kuingia ndio umepamba moto, umeshika kasi hivi. Kwa hiyo ndio maana hasa, kwa sababu akatokea Ibrahim Traore, mtu mwenye nia ya dhati kabisa ya kutaka kuondokana na ugaidi katika ukanda ule wa Sahel, basi wao wakambatiza kuwa sasa yeye alipoingia ndio ugaidi umeshika kasi zaidi, kabla hata wale hawajaingia au wakati ule kabla ya yeye hajaingia madarakani. Kwa iko hivyo sasa, swali tunalojiuliza, huyu anakuwa replaced, je, ni kwa sababu ya hizi kauli alizokuwa akiziongea, au hii ni danganya toto? Maana general anaenda kumreplace huyu General Michael Langley, yeye ni mzungu, maana huyu ndo alikuwa general wa kwanza mweusi. Sasa nafikiri wameona vile Waafrika walivyoamka na Waafrika walivyosema kuwa mnataka kumtumia Mwafrika mwenzetu, na kauli pia za Captain Ibrahim Traore akiwa Urusi, na uzuri aliongea ile interview kwa Kiingereza na aliongea kwa Kifaransa na kwa Kiingereza pia. Kwa uzuri walisikia vizuri vile Captain Ibrahim Traore aliposema kuwa tumezoea kuona kwenye movie watu wanapewa character mbaya. Tumezoea kuona kwenye movie watu weusi ndio wanakuwa wauza madawa, biashara za binadamu, hizi human trafficking, lakini madawa ya kulevya, watu weusi kuuza silaha, watu weusi wanapewa kuwa wao ni majangili, majambazi, watu weusi wala rushwa wanaoshirikiana na magaidi kusababisha amani isiwepo. Na Captain Ibrahim Traore akasema tulizoea kuyaona kwenye movie, lakini nashangaza kuona leo tunayaona live. Sasa hili ni jambo kidogo ambalo linashangaza. Kwa hiyo katika haya sasa naona katika kelele hizi, na hata juzi hapa huyu Michael Langley alipokuja hapa katika taifa la Kenya akaanza kuongea vitu vyake hapo, basi Marekani kule wameona wabadilishe huyo general, wamweke general mwingine ambaye ni general mzungu. General mzungu wanamtoa huyu wanamweka. Sasa swali ambalo wadau wamebaki wanaulizana, je, huyu anatoka ni kwa sababu muda wake umeisha, au wanamtoa kwa sababu ya kelele zimekuwa ni nyingi na watu wengi wamekuwa na uadui na General Michael Langley? Afrika imekuwa na uadui. Tunaposema Afrika ni watu raia wa Afrika, ukiachana na viongozi, baadhi wa Afrika wao ndio wanamkumbatia na kumkaribisha. Unaona, uliona juzi hapa alikuwa Kenya na watu wakalalamika kuwa how comes mtu ambaye ni adui wa Afrika anatandikiwa zulia jekundu, red carpet, apite kwenye carpet alafu aje kuja kuongea mambo yake. Kwa hiyo Marekani wamesema wanambadilisha huyu General Michael Langley na kuweka general mwingine ambaye yeye huyu ni general mzungu. Sasa ndio watu wanajiuliza, ni kwa sababu ya muda umefika au ni danganya toto? Tunachokijua ni danganya toto,
na tusikubali hata kidogo, hata akibadilishwa akaja general mwingine. Tunachokihitaji Afrika, kambi za jeshi za mataifa ya nje zifungwe, ziondoke Afrika, kwa sababu Afrika tunahitaji kuungana na tuwe na jeshi moja la Afrika nzima. Kama vile unaona huko NATO, wale ni nchi 32, lakini hizi nchi 32 zimeungana zikaunda umoja wa NATO. Tena ni Marekani, na zilikuwa ni 30 by the way. Juzi hapa kwenye vita vya Urusi na Ukraine ndio nchi mbili zimeingia pale. Lakini kumbuka ni Marekani huyu ambaye aliziunganisha hizi nchi zote na kuunda umoja wa kijeshi, kwamba eti mmoja wao atakapokuwa amevamiwa basi iwe rahisi wale NATO kwenda kumsaidia. Sasa swali tunalojiuliza ni swali moja: kwa nini walete kambi za jeshi katika mataifa ya Afrika? Na kwenye haya mataifa ya Afrika walikoleta hizi kambi za jeshi wanadai kuwa tumekuja kupambana na ugaidi. Lakini je, swali linakuwa, kwa sababu kumbuka hii ilikuja huku, ilikuwa ni mwaka 2007 wakati wa utawala wa George Bush wa Marekani, ndipo alipoanzisha hii AFRICOM, US African Command. Kambi za kijeshi zikaanza kushamiri ndani ya bara la Afrika. Kenya kuna kambi ya kijeshi, Djibouti pale kuna kambi ya kijeshi, ukienda Botswana kuna kambi ya kijeshi, maeneo haya Afrika Magharibi kuna kambi za kijeshi za Marekani. Kwa hiyo zikaanza kushamiri hizi kambi za kijeshi. Sasa swali likawa, hizi kambi za kijeshi za kuja kufanya nini? Walikuja wakisema tunakuja kupambana na ugaidi. Lakini 2007 wakati wanaingia, magaidi walikuwa ni kama 5,000 tu ndani ya Afrika nzima, magaidi wanaosumbua Afrika. Lakini mpaka wamekuwepo mpaka leo, magaidi ni zaidi ya 20,000 wanaisumbua Afrika. Sasa walikuja kuondoa ugaidi au wamekuja kutrain magaidi? Kwa sababu kumbuka, kutokuwa na amani kwa Afrika ndio kushiba kwao. Umwagikaji wa damu Afrika, damu inayomwagika Afrika ndio inayowafanya wao waweze kuishi, ndio inayowafanya wao waweze kuwa na uchumi mzuri. Na ndio maana unaona sasa wakati hapo Ibrahim Traore alipowatimua hao Wafaransa waliumia sana, kwa sababu magaidi wanapoendelea kuwepo pale ndio wanaosababisha sasa zile troops za Ufaransa za kijeshi pamoja na Marekani ziendelee kuwepo pale, alafu kwa kigezo cha kuwa tunapambana na ugaidi. Lakini je, ugaidi wanaopambana nao ni ugaidi gani wanaopambana nao? Kwa hiyo haya ndio yanayosababisha sasa watu tuanze kuhoji inakuwaje. Kwa ndio maana sasa wakaamua kuchagua huyu general mweusi wa nyota 4 ambaye alianza kuongea uchafu, na uchafu alianza kuongea ndio huu kapelekea maandamano, Afrika yote ikaandamana. Baada ya hapo watu ndio unaona sasa Marekani wameona huyu anapigiwa sana kelele, kwa inabidi tumuondoe, alafu baada ya kumuondoa tumuweke mwingine. Ni hivi siku za karibuni tu ataondolewa kuwa general wa AFRICOM au kiongozi ambaye ndio general haya majeshi yaliyoko huku Afrika, ataondolewa hivi karibuni. Lakini hii ni danganya toto, tusikubali. Jambo la msingi, hawa watu tukitaka tuende nao sawa, waondoe kambi zao za kijeshi Afrika, yani ndio tutaenda sawa. Ibrahim Traore anaenda nao sawa kwa sababu wameondoa kambi za kijeshi, aliwaambia ondoeni kambi zenu za kijeshi. Ndio maana unaona mambo yako kama yalivyokuwa. Lakini tofauti na hapo hapana, wataendelea kututawala na wataendelea na mambo yao. Wanaokuwa Mwafrika na washukuruni sana, asanteni.